Habari, karibu sana kwenye UDOM Podcast. Na wiki hii tupo na Dr. Rukia Mwifunyi, mkuu wa idara ya udahili kutoka kurugenzi ya shahada za awali, ambaye atatupa ufafanuzi wa kutosha kuhusu mchakato mzima wa udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa mwaka wa udahili wa 2026-2027 tutakuwa na madirisha mawili ya udahili, ambapo dirisha la kwanza limefunguliwa tarehe 10 mwezi wa 7 ambapo litaenda kufungwa tarehe 10 mwezi wa 8. Kwa hiyo tunawakaribisha waombaji wote muendelee kuomba katika programu zetu zote ambazo mtazipata kwenye tovuti, muweze kuomba kama ambavyo mtakuwa mmepata maelekezo kwenye mfumo wetu namna ya kuomba. Lakini baada ya kufunga hilo dirisha, majina yatatangazwa tarehe 8 mwezi wa 9 kwa wale ambao watakuwa wamepata. Na wale ambao watakuwa wamepata chuo zaidi ya kimoja watapata nafasi ya kuweza kuconfirm kwenye chuo chetu cha Dodoma, ambapo pia dirisha la confirmation litaanza tarehe 8 mwezi wa 9 mpaka tarehe 21 mwezi wa 9. Na katika hizo tarehe 8 mwezi wa 9 mpaka tarehe 21 mwezi wa 9, dirisha la pili pia litakuwa wazi. Kwa waombaji tunawakaribisha, kwa wale ambao watakuwa wamekosa na wale ambao watakuwa wamepata zaidi ya chuo kimoja lakini pia wanahitaji kusoma chuo kikuu cha Dodoma. Baada ya hapo tarehe 6 mwezi wa 10 tutatangaza nafasi za wale waliopata chuo kikuu cha Dodoma kwa dirisha la pili, ambapo pia tutaendelea na confirmation kuanzia hiyo tarehe 6 mwezi wa 10 mpaka tarehe 19 mwezi wa 10. Na tukishakamilisha hapo hatutakuwa na dirisha jingine, ambapo tunawahamasisha waombaji wetu waweze kufuatilia hizo tarehe ili wasiweze kukosa nafasi nzuri za chuo chetu cha Dodoma. Asante sana daktari. Natumaini waombaji wote wameweza kuangalia na kuandika hizi tarehe muhimu ambazo daktari amezitaja. Je, katika udahili mwaka huu, kuna mabadiliko yoyote katika mfumo na taratibu za udahili labda ambazo waombaji wanatakiwa wazifahamu? Sasa unaweza ukaomba kwa kutumia muda mfupi zaidi, kwa sababu tumejitahidi kumsaidia mwombaji aweze kuomba kwa muda mfupi zaidi. Lakini tumeongeza tu vitu vizuri ambavyo vinamsaidia mwombaji wetu wakati anaomba, ambapo iwapo mwombaji atakosea wakati anaanza kucreate account, akachagua level anayotaka kusomea tofauti na ile anayotaka, kwa mfano akachagua diploma badala ya bachelor au akachagua masters, yeye mwenyewe ataingia kwenye change application setting, ataweza kubadilisha na kuchagua ile level ambayo inamfaa zaidi. Lakini pia mwombaji kabla hajaweza kusubmit maombi yake atakuwa na uwezo wa kujua ni programu zipi anastahili kulingana na ufaulu wake. Je, kwa waombaji hawa ambao wamaliza kidato cha 6 na wale wa stashahada yani diploma, ni sifa au vigezo gani hasa ambao mnaviangalia kwenye kuwadahili? Okay, nashukuru. Kwa waombaji wetu ambao wamaliza kidato cha 6 wanatakiwa wamepata katika programu mbalimbali, wanatakiwa wamepata walau D2. Na katika program kwa mfano za afya wanatakiwa wamepata walau D3, na program chache sana utakuta zinahitaji walau awe ana D2 na S1, kwa mfano Bachelor of Science in Chemistry. Kwa tunaomba wapitie tovuti yetu au application system yetu kuona vigezo wanavyostahili kulingana na program mbalimbali. Lakini kimsingi program nyingi tunahitaji walau D2. Na kwa wanafunzi wale ambao wamepitia diploma wanatakiwa wamepata walau GPA ya 3.0. Na kwa kuongezea tu hapo, mwombaji anaweza kuangalia vipi au kujuaje kwenye kuchagua program ambayo inaendana na ufaulu wake, lakini maslahi na mipango yake ya baadaye? Okay, nashukuru. Nikianza na kuangalia kulingana na ufaulu, mfumo wetu sasa hivi unamsaidia mwombaji kujua anaweza kuomba programu gani kulingana na ufaulu wake, kwa sababu pindi atakapoingiza matokeo yake ya form 6 na ya form 4 au akiingiza matokeo yake ya diploma, automatically atapata nafasi ya kuweza kuona programu ambazo anaweza kuziomba kulingana na ufaulu wake. Lakini pia kwa ushauri zaidi, mwombaji anaweza akatutafuta kupitia namba zetu za simu ambazo zinapatikana kwenye website yetu ya UDOM, ili tuweze kumwelekeza na kumpa ushauri zaidi programu zipi zinamfaa kulingana na malengo yake ya hapo baadaye. Je, kuna programu zozote mpya au programu zenye fursa kubwa sana kwa sasa ambazo zinatolewa na Chuo Kikuu cha Dodoma? Na kama zipo ni zipi daktari? Kwa mwaka huu 2026-2027
tuna programu mpya 5 ambazo zimeshathibitishwa na TCU. Programu ya kwanza inaitwa Bachelor of Biomedical Engineering, lakini pia tuna Bachelor of Medical Laboratory Sciences, lakini pia tuna Bachelor ya Crop Production Technology. Kwa wale wanaotaka kujifunza mambo ya kilimo wanaweza kujiunga hiyo program. Lakini pia tuna programu nyingine pendwa ya education inaitwa Bachelor of Business with Education, na ya 5 inaitwa Bachelor of Counseling Psychology. Kwa hizo ni programu mpya ambazo zipo kwa Chuo Kikuu cha Dodoma na tunaomba waombaji waweze kuziomba hizo program. Lakini pamoja na hayo tuna programu nyingi nzuri ambazo zinasifika Tanzania nzima na duniani. Asante sana daktari. Wakati mwombaji anafanya maombi yake, ni taarifa gani na nyaraka gani muhimu ambazo anapaswa kuwa nazo kabla ya kuanza maombi yake? Lakini pia ni mfumo upi rasmi ambao anatakiwa kuwasilisha maombi haya na ni hatua gani anazipitia ili ombi lake liweze kwenda kwa usahihi? Okay, asante. Mwombaji akitaka kufanya application anapitia mfumo wetu ambao ni application.udom.ac.tz. Kabla hajaanza kufanya maombi, anatakiwa ahakikishe ana form 4 index number, lakini pia na form 6 index number. Na kwa wale ambao wamepitia diploma, wanatakiwa wawe na AVN number ambayo tunaipata kupitia NACTVET. Kwa akishakuwa na hivyo vyote, anatakiwa pia aandae shilingi 10,000. Kwa hiyo katika maombi yake yote atakayoyafanya kwenye dirisha la kwanza mpaka la mwisho, itatumika ile 10,000 ambayo atakuwa ameilipia wakati wa dirisha la kwanza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuiandaa hiyo ambayo atailipa kupitia atapewa control number ambayo atailipa kupitia simu au kupitia bank. Lakini pia anapoendelea kufanya maombi ni hatua hizi zifuatazo anatakiwa kuzifuata. Kwa cha kwanza anatakiwa ku-create account ambapo anatumia form 4 index number. Wakati ana create account anahitaji pia kujua anataka kusoma diploma au anahitaji kusoma bachelor. Kwa hiyo unatakiwa uchague either diploma au bachelor. Ukichagua hivyo ndio itakupelekea kuweza kulipia 10,000 wakati wa malipo. Ukishamaliza create number utapata username na password ambayo itabakia kuwa form 4 index number, lakini password utaichagua wewe ambayo unaitaka. Baada ya hapo mwombaji wetu ataweza kuthibitisha taarifa zake ambazo zitakuwa zinapatikana zimevutwa kutoka NECTA, ambayo yatakuja majina yake na shule zake alizozisoma. Atahifadhi hizo taarifa. Baada hapo ataenda hatua inayofuata ni ya malipo, ambapo atapata control number. Ukishapata control number atafanya malipo. Baada ya kulipa ataweza ku refresh page na kuona malipo yameshasomeka kwenye chuo chetu cha Dodoma. Baada ya kukamilisha hiyo hatua, ataenda kwenye hatua inayofuata ya kuweka matokeo yake, ambapo matokeo ya form 4 yatakuwa yameshavutwa kwa sababu atakuwa alishaingiza wakati ana create account. Atatakiwa kuvuta matokeo ya form 6. Kwa wale ambao ni direct applicants, ataweka form 6 index number yake. Baada hapo matokeo tutayavuta kutoka NECTA na tutayaleta UDOM. Kwa watu wa diploma watavuta matokeo kupitia AVN number. Kwa wataweka AVN number ambayo wameipata kutoka NACTVET, na pia watatakiwa kuupload certificates, ambapo watakuwa na link ya kuupload certificate. Wakishamaliza watakuwa wamekamilisha hatua hiyo ya matokeo kwa wote ambao ni direct applicants na equivalent applicants. Hatua inayofuata itakuwa ni kuchagua, ambapo machaguo mwombaji atakuwa na sehemu 2 za machaguo. Anaweza akachagua yeye mwenyewe kulingana na kama ni muelewa zaidi, lakini kama haujajua ni nini unaweza ukakipata kulingana na ufaulu wako, utaenda kwenye view eligible programs, ambapo utaona programs zote ambazo unastahili kusoma kulingana na ufaulu wako au kulingana na qualifications zako ulizopata kupitia diploma. Na baada ya hapo utachagua machaguo 3, ukianza na lile ambalo unalipenda zaidi, ukifuatiwa na chaguo la 2, then ukifuatiwa na chaguo la 3. Ukitoka hapo utakuwa na uwezo wa kupitia application form yako yote toka ulivyojaza mwanzo mpaka mwisho, na mwisho utakuwa na kitufe cha kuweza kusubmit application yako kwenye chuo chetu cha UDOM. Nimesikia hapo kuna shilingi 10,000 ambayo mwanafunzi anaitoa katika udahili wake wa mara ya kwanza. Vipi kama akikosa dirisha la kwanza? Je, anapotuma tena ombi kwa mara ya pili, inabidi atoe tena shilingi 10,000 nyingine au inakuwaje? Okay, nashukuru. Ukishatoa hiyo 10,000 inatumika kwa madirisha yetu yote ambayo yatakuwepo ya udahili kwa mwaka 2026-27.
kwa hiyo hautatoa hela tena. Mbali na ada ya masomo, ni gharama zipi nyingine ambazo mwanafunzi mpya anabidi ajiandae nazo anapokuja kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma? Okay, nashukuru. Mwanafunzi anapokuja kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma anatakiwa kulipa gharama ya tuition fee kama ulivyosema, ambayo inapatikana kwenye tovuti yetu, lakini pia anaweza kaona kwenye application system yetu. Pamoja na hiyo tuition fee, mwanafunzi anatakiwa kuandaa direct cost, kwa mfano gharama ya malazi na registration fee, ambapo ina gharimu fedha taslimu 245,750. Lakini pia kuna gharama ndogo ndogo ambazo pia mwombaji anatakiwa kuzilipa, kwa mfano hela ya udoso shilingi 10,000, lakini quality assurance fee ambayo ni shilingi 20,000. Lakini pia kila mwombaji anapokuwa amechaguliwa Chuo Kikuu cha UDOM anatakiwa kuwa na bima ya afya NHIF, ambapo anatakiwa kulipa kifurushi cha NHIF kwa mwaka kama itakavyokuwa imeidhinishwa kwenye NHIF website. Kwa hiyo waombaji wajiandae kwa ajili ya hizo gharama na gharama nyingine ndogo ndogo ambazo zitawafanya waweze kujikimu wakiwa hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa mfano hela ya chakula, na kama utakuwa unalipiwa na bodi ya mikopo, basi hiyo fedha utapata direct kutoka bodi ya mikopo. Asante sana daktari kwa maelezo mazuri kwenye jambo hilo. Tukirudi nyuma kidogo, wakati mwombaji huyu anavyotuma maombi, kuna makosa gani au changamoto gani ambazo huwa zinawakumba mara kwa mara waombaji, na sisi kama Chuo Kikuu cha Dodoma tunawasaidia vipi kwenye changamoto kama hizo? Okay, nashukuru. Kwa sasa kwa waombaji wanaoendelea, changamoto sio nyingi, lakini pale unapokutana na changamoto ambazo mara nyingi zinajitokeza, kwa mfano ni kusahau password au nywila. Endapo utasahau password, utaenda kwenye forget password, utaingiza form 4 index namba yako, then utareset, utapata password kwenye namba ya simu ile ambayo uliiweka wakati unajiunga au una create account. Na endapo utashindwa kukumbuka namba ya simu ulioiweka, basi utatakiwa kupiga simu moja kwa moja kupitia simu zetu ambazo zinapatikana kwenye website. Na changamoto nyingine ambayo inajitokeza mara kwa mara ni kuchagua application level ambayo sio sahihi. Mwanafunzi anataka kusoma diploma, anachagua bachelor. Anataka kusoma bachelor, anachagua masters. Endapo utakuwa umekosea, sasa hivi tumeongeza functionality nzuri kwenye mfumo wetu. Unaenda kwenye change application setting. Ukienda hapo utaenda kuchagua mwenyewe application level ambayo unatakiwa kusoma, na baada ya kuchagua automatically kila kitu kita reflect kile ulichokichagua. Utaweza kuendelea bila kupiga simu mahali popote, na ukiona bado una changamoto unaruhusiwa kupiga simu kupitia namba zetu za simu zinazopatikana kwenye tovuti yetu. Lakini pia daktari, ni kwa wanafunzi wapya, kuna fursa zipi za mikopo, ufadhili au udhamini ambao zinapatikana kwa ajili yao, na wafanye nini ili waweze kuzipata fursa hizo? Okay, nashukuru. Kwenye kipengele cha mikopo, currently wanafunzi wengi wanafadhiliwa na bodi ya mikopo, ambapo mwanafunzi anatakiwa kutuma maombi ya kuomba mkopo kwenye bodi ya mikopo, na kwa sasa nafikiri maombi wanaendelea kuyapokea. Kwa wanafunzi waangalie hizo tarehe za uombaji wa mikopo ambazo zimeshatangazwa, na wajitahidi kujaza kwa umakini ili waweze kupata mkopo. Lakini pamoja na hiyo, wanafunzi wetu pia wengine wanafadhiliwa na Samia Scholarship. Kwa pindi itakapotangazwa waweze kuiomba ili waweze kupata. Lakini kuna scholarship nyingine, kwa mfano wengine wanafadhiliwa na Camfed, lakini wengine wanafadhiliwa na Udoso. Cha muhimu tu uwe umefaulu vizuri na uwe una uhakika wa kuendelea kufaulu vizuri mpaka utakapomaliza Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia kuna makampuni binafsi yanajitokeza kila mwaka kwa ajili ya kuwafadhili wanafunzi wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha, cha muhimu afuatilie taarifa hizi mbalimbali kupitia tovuti yetu. Asante sana. Daktari amesema cha muhimu ufuatilie taarifa zinazopatikana kwenye tovuti yetu. Wao wanafunzi wapya ambao wanakuja chuoni, swala la malazi lipoje kwao? Wanapataje malazi na ni hatua gani wazipate ili wapate malazi? Utaratibu wetu wa malazi upo kama ifuatavyo. Kwa wanafunzi wetu wa UDOM wote wana uwezo wa kupata vyumba kwa hapa chuo kwa sababu tuna hosteli za kutosha. Kwa hiyo cha muhimu tu mwanafunzi aje hapa chuoni, na atakapofika tu atapewa temporary room ambapo ataishi hapo, na baada ya hapo akishamkamilisha usajili automatically mfumo wake utasoma ni wapi anastahili kwenda kuishi na ataenda kukaa huko permanently. Na iwapo mwanafunzi atataka kuishi nje ya chuo,
basi ataomba kwenye mfumo kuomba kuishi nje ya chuo, na cha muhimu tu aweze kukidhi vigezo vya kuishi nje ya chuo. Vigezo gani hivyo ambavyo anatakiwa vikizi ili aweze kuishi nje ya chuo, daktari? Watu ambao wanaweza kuishi nje ya chuo, kwa mfano inawezekana ana familia au inawezekana ana tatizo la kiafya na vitu mbalimbali ambavyo mtu anaweza akathibitisha kwamba mimi siwezi kukaa hostel, nataka kuishi nje ya chuo. Lakini pia mimi napenda kuasisitiza ya kuishi nje ya chuo ni gharama. Gharama zetu za kuishi ndani ni ndogo. Ukiangalia hii gharama ya shilingi 245,750 ikiunganisha na registration fee ni hela ndogo sana, ambapo mwanafunzi anakaa mwaka mzima akiwa chuoni. Ila ukienda nje ya chuo utatakiwa kulipa gharama zaidi ya hizi, maana utajikuta kwa mwezi unalipa kuanzia 30 na kupanda juu. Sasa ukijumlisha hela zote, mwisho wa mwaka unatakiwa kuwa na hela nyingi. Lakini pia utatakiwa kuwa na gharama za nauli kutoka chuoni kuelekea huko unakoishi. Lakini ukiishi kwa chuoni unatembea kwa miguu kufika madarasani. Asante sana. Na imani tumemwelewa sana daktari. Nashukuru sana. Daktari, kama tunavyojua kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma ni moja kati ya vyuo ambavyo vinapokea wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mnazingatia vipi mahitaji maalum ya wanafunzi kwenye malazi, lakini pia kwenye upande wa kujifunza? Okay, nashukuru. Chuo chetu kinapokea wanafunzi wenye mahitaji maalum kama ulivyosema, ambapo mahitaji maalum kwa mfano wenye matatizo ya uoni, ambao ni walemavu wa miguu na walemavu wengine. Kwa hiyo chuo chetu kina huduma maalum kwa ajili ya hawa watu. Kwa mfano usafiri, kwa wanakuwa na usafiri wa bajaji ambao unawapeleka mahali popote wanapotaka ndani ya chuo, wakitoka hosteli kwenda madarasani na kwenda sehemu nyingine ambazo ni za muhimu kwa ajili yao. Lakini zaidi ya hayo pia tuna vifaa vya kujifunzia ambavyo vinawasaidia hawa watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo naomba wasiogope kuja Chuo Kikuu cha Dodoma kwa sababu ni mahali sahihi kwa ajili kutokana na hali zao za kiafya. Lakini pia wana uwezo wa kupata vyumba ambavyo wanaweza wakakaa bila shida kulingana na hali zao za kiafya. Lakini pia wana njia ambazo zinawasapoti kulingana na mahitaji yao. Natamani daktari uongee na kijana ambaye yuko anatusikiliza sasa hivi, ambaye anatamani kujiunga na elimu ya juu. Ni kitu gani haswa kitamfanya ajiunge na Chuo Kikuu cha Dodoma na aache vyuo vingine? Vijana wangu ambao mnataka kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma, Chuo Kikuu cha Dodoma ni mahali sahihi kabisa kwa ajili ya taaluma yenu, lakini pia kwa ajili ya kujiendeleza kwenye kimaisha, kitaaluma na kwa namna yote vile ambavyo unafikiria. Kwa nini tunasema hivyo? Chuo Kikuu cha Dodoma kwanza ni kikubwa kama mnavyojua, kina programu nyingi, lakini pia kina facilities nyingi. Kwa mfano tuna vituo vya afya. Kwa mfano ukiwa na changamoto ya kiafya unaweza ukapata matibabu ukiwa hapa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini pia tuna wahadhiri wa kutosha katika fani mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kujifunza vitu mbalimbali kulingana na mahitaji yako ya kitaaluma. Lakini sio tu kwenye taaluma, na tumeonyesha ushindi mkubwa katika ufanisi wa wahitimu wetu wanaotoka. Pia wanafunzi ambao wanaendelea kimasomo wameonyesha ufanisi mkubwa, ambapo tumeweza kushinda katika mashindano makubwa ya kitaaluma kama mnavyosikia kwenye taarifa mbalimbali. Kwa mfano UDOM tumeshinda kwenye mambo ya tehama, kwenye mambo ya kisheria na mambo mengine mengi. Lakini pia hata ukienda kwenye maofisi, wanafunzi wetu ambao wamehitimu kutoka UDOM wanaonyesha ufanisi mkubwa katika utendaji wa kazi. Lakini sio tu katika taaluma, pia tuna maeneo mazuri ya michezo, ambapo mwanafunzi ukiwa hapa UDOM kama unapenda michezo utakuwa na uwezo wa kushiriki katika michezo, na vitu vingine vingi vizuri utaviona ukifika Chuo Kikuu cha Dodoma. Karibu sana. Daktari amesema kwamba karibu Chuo Kikuu cha Dodoma. Ukifika utajionea vingi na kukaribisha wewe mwanafunzi ambaye bado unajishauri uende chuo gani. Karibu Chuo Kikuu cha Dodoma ujionee. Jambo lingine daktari, katika tasnia sasa hivi kwa habari ya ajira, UDOM kama UDOM mmejipanga vipi kwenye programu zenu ambazo zitakwenda kuwasaidia nini hawa wanafunzi hasa kwenye jambo la ajira, kujiajiri, ubunifu? Zipo vipi, zinawasaidia vipi programu zenu? Okay, nashukuru. Kwenye swala la ajira nafikiri tunajitangaza.
wanafunzi wakitoka wenyewe wanajitangaza wenyewe, maana wana uwezo wa kufanya kazi vizuri, lakini pia wanafanya mambo mengi ya kibunifu ambayo tunayatangaza mara nyingi kwenye tovuti yetu, lakini pia wanashiriki katika mashindano mbalimbali na wanashinda kitaifa na kidunia pia. Kwa hiyo kwenye swala la ajira wanatakiwa wasiogope. Cha muhimu, mwanafunzi ukishakuwa umeanza chuo hapa UDOM, jitahidi kusoma kwa bidii ili utakapotoka uweze kupata elimu ambayo itakusaidia kwa ajili ya kuajiriwa na kujiajiri pia. Kwa hiyo wanafunzi wetu tunawakazania sana kwenye elimu ya vitendo, na ndio maana tunaonyesha ufanisi mkubwa sana kitaifa na kidunia pia. Kwa wale vijana ambao wanalalamika hakuna ajira, karibuni Chuo Kikuu cha Dodoma usome. Kuna uhakika wa kujiajiri, kuwa mbunifu, lakini pia kuajiriwa baada ya masomo ya hapa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nadhani sasa hivi tupo katika dirisha la kwanza. Na vipi kwa wale mwanafunzi ambaye atapata kujiunga na wale ambao hawatopata kujiunga, watakuwa wachukue hatua gani? Na je, kutakuwa kuna dirisha lingine baada ya dirisha la kwanza kufungwa? Kwa hili dirisha la kwanza tunaendelea kuwasisitiza na kuwakaribisha, jamani, ombeni Chuo Kikuu cha Dodoma, tuna nafasi za kutosha. Na ikitokea baada ya dirisha la kwanza kuisha ikatokea haujapata, tunakukaribisha tena dirisha la pili ambalo litafunguliwa tarehe 8 mwezi wa 9. Usiache kuomba, nafasi ya UDOM ni ya kwako. Karibu sana UDOM. Asante sana, karibu sana UDOM. Kwa kumalizia tu daktari, ni neno gani ambalo unatamani kumwambia kijana huyu ambaye anatusikiliza sasa hivi pamoja na mzazi wake, ambalo itakuweza kumsaidia yeye kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma? Okay, asante. Na wasisitiza vijana ambao mnaendelea kufikiria kujiunga na UDOM, naomba mfanye application. Tuna nafasi za kutosha. Tunazidi kuwasisitiza na wazazi waweze kuwaelekeza vijana wao waweze kujiunga na UDOM. Pale tu ambapo unakuwa una maswali, nijiunge programu gani? Hii programu hii itanifikisha wapi nitakapomaliza? Tunaomba ututafute kupitia namba zetu za simu ambazo zipo kwenye tovuti yetu. Lakini pia tunazidi kuwasisitiza kwamba tuna huduma yetu ya huduma kwa wateja ambayo inapatikana kuanzia asubuhi mpaka saa 2 usiku, ambapo unaweza kupiga simu wakati wote wa udahili. Asante sana daktari. Ndugu mtazamaji, tumekuwa na Dr. Rukia Mwifunyi toka mwanzo akituelezea mchakato wa udahili katika mwaka huu wa masomo 2026-2027. Mzazi, mwanafunzi ambaye umekuwa ukitusikiliza na kutuangalia tangu mwanzo, wewe ambaye bado hujachagua ujiunge chuo gani, uende ukasome programu gani, karibu sana Chuo Kikuu cha Dodoma. Usisite, jiunge nasi. Utakutana na jamii kubwa ya wanataaluma ambao watakusaidia na wewe kupata kuwa mtaalamu katika eneo ambalo unatamani kukua. Karibu sana. Umekuwa nami mtangazaji wako Priscilla Kese, na tukutane tena katika kipindi kijacho. Bye bye.